Na hizi ni ripoti za Jahazi Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Hamis Mwinjuma amesema kuwa serikali ina matumaini makubwa kuwa vipaji vipya vitaibuliwa kupitia mashindano ya riadha ya wanawake na kulelewa ili viweze kushiriki mashindano ya kimataifa na kimataifa. Na mwana FA naibu waziri wa michezo, haya ndiyo aliyokuwa nayo ya kusema. Shughuli hii kwa wazo la JICA na Baraza la Michezo la Taifa, lengo lake hasa ni kusherehesha uongozi, mafanikio, maendeleo na kusema kwa sauti kubwa ama kuandika kwa herufi kubwa tupu lakini zilizodariziwa wino mweusi mnene kwamba sasa kwa wanawake ni zamu yenu. Tunapofanya shughuli ya leo, taifa letu lipo katika hatua muhimu ya kuimarisha umoja na uzalendo wetu, kupanua fursa za uchumi kwa vijana na kutengeneza mazingira rafiki kwa wanawake kushiriki kikamilifu katika sekta zote za maendeleo ikiwemo michezo. Katika mazingira haya, mashindano ya Ladies Fest 2025 hayaji kama tukio la kawaida, bali jukwaa la kitaifa la kuunganisha jamii, kukuza vipaji na kuimarisha misingi ya usawa wa jinsia ambayo ni sehemu ya maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa nchi yetu. Mashindano haya ambayo yanashirikisha wanariadha kutoka mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Hii kwangu ni tukio la kwanza kama mgeni rasmi toka tumeanza awamu hii baada ya kuaminiwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na kwamba tukio hili ni la wanawake, Ladies Fest, linarudi pale pale mimi na mabinti damdam. Kwa hivyo ningependa kuipongeza Taasisi ya Ushirikiano wa Kimataifa ya Japan, JICA, Baraza la Michezo la Taifa pamoja na Shirikisho la Riadha Tanzania kwa kazi kubwa mlioifanya ya kuhakikisha mashindano haya yanafanyika kwa mafanikio makubwa katika awamu zote hizi 7. Nafahamu mashindano yalianza mwaka 2017 na tungetakiwa kuwa msimu wa 9 hivi, lakini kwa sababu ya COVID ile 2020 na 21 tukaacha kuyafanya na tukarudi tena 2022. Lakini niwapongeza kwa kuhakikisha kwamba mashindano haya yanaendelea kuwepo, na sisi ambao tulikuwa tuna shughuli zetu ni kuandaa shughuli, kufanya shughuli hivyo hivyo kwa miaka 7 mfululizo sio jambo la masihara. Hongereni sana ndugu wana michezo. Mashindano haya riadha ya wanawake ni fursa adhimu kwa nchi yetu, ambapo wana michezo wetu wa kike kutoka mikoa yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watapata fursa ya kushindana na kuonyesha vipaji vyao ambavyo vitalelewa na kuendelezwa na kupelekea nchi yetu kupata wanariadha ambao watawakilisha nchi katika mashindano mbalimbali ya kitaifa na ya kimataifa, yakiwamo mashindano yajayo ya Jumuiya ya Madola, mashindano ya Afrika, mashindano ya Olimpiki na mashindano mengine ya riadha ya kidunia. Ndugu zangu, wote tunafahamu kuwa ushiriki wa michezo kwa wanawake kwa nchi yetu bado ni mdogo ukilinganisha na ushiriki wa wanaume. Hili linachangiwa na sababu kadhaa, ikiwemo majukumu alionayo mwanamke katika familia, kutokuwepo elimu ya kutosha juu ya faida ya mwanamke kushiriki shughuli za michezo, pamoja na kukosekana kwa fursa za michezo kwa watoto wa kike. Lakini ushahidi unadhihirisha kwamba timu zetu nyingi za wanawake zimekuwa zikifanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa, na mfano ni timu ya taifa ya mpira wa wanawake wa Twiga Stars ambayo ilifuzu kushiriki mashindano ya WAFCON ambayo yatafanyika nchini Morocco, timu ya taifa ya wanawake ya mchezo wa futsal ambayo imefuzu kushiriki mashindano ya dunia ambayo yanafanyika nchini Ufilipino na wamekuwa wakifanya vizuri, lakini hali kadhalika timu ya taifa ya wasichana Serengeti ambayo ilishiriki mashindano ya kombe la dunia nchini India na kadhalika. Ndugu zangu, ni jukumu letu sote kuhakikisha tunapinga dhana potofu ambazo zinadumaza ushiriki wa wanawake kwenye michezo, pamoja na kuendelea kuelimisha jamii umuhimu wa wanawake kushiriki kwenye michezo.
Ndugu zangu, wote tunafahamu kuwa michezo ina umuhimu mkubwa sana kwa maisha ya binadamu na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Michezo inajenga afya ya mwili na akili, michezo inatengeneza nafasi za ajira, michezo ni chanzo cha uchumi wa mtu na uchumi wa nchi, lakini michezo inajenga urafiki kati ya mtu na mtu na kuimarisha umoja wa kitaifa pamoja na kuimarisha amani ndani ya nchi na kuimarisha uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya nchi na nchi nyingine. Taifa letu likiwa na watu wenye afya njema litapunguza pia gharama kubwa ya kutibu magonjwa yasiyoambukiza. Kwa vile tunafahamu kwamba kinga ni bora kuliko tiba.